Tunaomba ujidhihirishe kwetu kupitia neno lako mchana wa leo. Tuone uso wako wa upole na wa upendo, ukituita na kutukaribisha kutoka katika dhambi na kuingia katika haki yako. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Elisha akafa, nao wakamzika. Tunachokiona katika Wafalme wa pili sura ya 13 ni uhalisia wa maisha katika dunia ya dhambi, ya kwamba hata watu wa Mungu wanapolitimiza kusudi lao hapa duniani huwa wanalala. Elisha akafa, nao wakamzika. Uhalisia unaoonekana katika Wafalme wa pili sura ya 13 ni kwamba swala la kifo haliogopi mtu, kifo hakiheshimu mtu, kifo hakikwepi mtu. Ni kwamba ni swala la muda. Uwe Mkristo usiwe Mkristo, unaenda kanisani uendi kanisani, unatoa sadaka hautoi sadaka, unaimba kwaya na polka dots au hauimbi kwaya, muda wako wa kuishi hapa duniani na kusudi la Mungu likitimizwa, hata watakatifu huwa wanalala usingizi wa mauti. Na ukilifahamu hilo, itakusaidia kuwa mnyenyekevu, mpendwa katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utagundua hauna kitu cha kujidai, hauna kitu cha kuringa, hauna kitu cha kukaa unasumbua na kubabaisha watu. Maana baada ya kusudi la Mungu kutimizwa, watu huwa wanalala. Mwandishi mmoja akasema, unapokuwa unaringa na kusumbua watu na unapandisha mabega na kiburi kimejaa, kwa sababu una degree nyingi kuliko thermometer na una pesa nyingi kwenye akaunti, kumbuka ya kwamba kila mvua inaponyesha kuna mti unanyunyiziwa maji uje unenepe kutosha kabisa kukuchongea jeneza lako. Kwa hiyo kaa hapa unababaisha watu, pigisha watu kelele, chonganisha watu, weka maneno, toa huku, peleka huku, fanya masengenyo, jione kuwa bora. Fanya yote hayo ukijua ya kwamba mvua ikinyesha tu ikukumbushe kwamba kuna mti mahali fulani unaenda kutoshea jeneza langu. Hata watakatifu huwa wanalala. Sasa Elisha anapokufa wanaenda kumzika, na wanamzika kwenye makaburi ambayo sio kama haya tunayozika watu leo. Kipindi cha Elisha makaburi yalikuwa yanachongwa kwenye miamba. Kwa hiyo kwenye mwamba kama huu wanachonga, wanakata, wanachonga, inakuwa ni kama chumba fulani, halafu mtu akifa wanaenda kumweka ndani ya chumba hicho. Ni kaburi la namna hii ndiyo Yesu alizikwa. Si mnakumbuka alipozikwa mlango wa kaburi ulikuwa ni jiwe? Si mnakumbuka hiyo? Kwamba yani ni mwamba umechongwa, halafu hapa wanaweka jiwe. Kwa hiyo Elisha alivyokufa, mwamba ukachongwa, kikawa kama chumba, wakamweka humo ndani. Mambo ya Elisha yakasahaulika, akaoza, mifupa ndio imebakia, imekauka. Biblia inasema siku nyingine sasa mtu mwingine akafa. Huyu mtu Biblia haitoi jina lake wala haitoi jinsia yake, lakini kwa sababu mimi ni mhubiri, huwa ninasoma Biblia alafu ninaweka my imagination. Kwa hiyo mimi nikapata picha kwamba ni mwanaume amekufa, ana mke wake na watoto 3. Na baada ya kufa, taratibu za kipindi hicho, baada ya ibada kufanyika nyumbani kwa marehemu, walienda makaburini kuzika watu. Safari ya makaburini ilikuwa inafanana hivi: mbele alikuwa ni kuhani wa zamu ambaye ndio angeendesha shughuli kule makaburini. Nyuma ya kuhani alibebwa maiti, na walikuwa maiti hawaziweki kwenye majeneza kama tunavyofanya leo. Maiti walikuwa wanazifunga kwenye sanda, wanaziweka kwenye machela, almost kama hiki ambacho wenzetu Waislamu wanafanya, kwa sababu hiyo ni culture ya hapo Mashariki ya Kati, sawa Kwa hiyo hawaweki kwenye jeneza, wanafunga tu na sanda, funika nguo. Wanaume 2 wanasimama mbele, wanaume 2 wako nyuma, katikati kwenye mabega wamebeba maiti. Kuhani wa zamu yuko mbele, amevaa mavazi ya zamu, nyuma yuko maiti imebebwa na wanaume 4. Picha kichwani mwa mchungaji inasema nyuma ya maiti yupo mke, wako watoto, wanasindikiza kuzika mzee wakiwa wanalia. Nyuma ya mke na watoto wapo ndugu, jamaa, marafiki, majirani, wakupendao na wakuchukiao, wote wanakujaga kukuzika. Si ndio ukweli huo?
Wote wameambatana hapo. Kama tuko pamoja sema amina. Sasa wakiwa wanaenda kuzika, wamefika makaburini, ndio Biblia inasema ndipo Wamoabi wakainuka. Wamoabi walikuwa ni watu ambao walikuwa wanawatesa sana Waisraeli. Tukipata muda kwenye kambi hili tutawaangalia Wamoabi. Hawa ni watoto waliozaliwa na Lutu kupitia binti zake. Walikuwa ni wasumbufu na walikuwa ni kama jeshi lililoasi. Ni watu ni wakora, yani wakikukamata ni kukupiga na nini. Na pastor wenu alikuwa ananiambia, bwana, hapa Nairobi kuna sehemu ni hatari pastor. Ukitembea usiku ni mambo mawili, either utembee na Mungu au utembee na pesa mfukoni. Maana wanaume wakikukuta wanakupiga, wanakuambia tupe pesa, na ukiwaambia una pesa wanakupiga zaidi. Alikuwa ananiambia ukweli kwamba mwanaume unatembeaje una hela, na wao pia hawana hela, lakini wanakupiga kwamba unatembea hauna nini. Sasa hao Moabi ndio ilikuwa sampuli hiyo. Kwa hiyo sasa watu wakiwa wanaenda makaburini, wako makaburini, wa Moabi wanainuka, wanapiga kelele, wanaanza kuwafukuza. Sasa shida inatokea, maana mazishi hayajafanyika. Wa Moabi ndio hao wanakuja. Kuhani siku zote anatembea na fungu kichwani, na wachungaji wote unaona wamekaa hapa wana mafungu yote kwa hali zote. Ndio fungu likaja kichwani mwa kuhani, linasema acha wafu wazikane wenyewe. Sasa si unapata picha, kuhani ameshika vazi lake, ameanza kuokoa maisha, wafu wazikane wenyewe. Mama naye akakumbuka, tulipokuwa kwenye mimbari hapa madhabahuni, kiapo tulichokula ni katika hali njema na katika hali mbaya, katika utajiri na katika umaskini, na tutaambatana siku zote, ni mauti tu ndio itafanya nini? Sasa mama akasema mauti ndio hiyo imeshatutenganisha, ninatafuta nini? Mama naye kashika gauni yake vizuri, huyo anapepea. Watoto wanaona mama anapepea, na yeye wanasema tunafanya nini? Wanafuata mama. Shida, na watu wote wakakimbia. Shida ikabaki kwa wanaume waliokuwa wamebeba maiti. Wafanye nini? Maziko hayajafanyika, maiti wako nayo. Kuhani ndio yule, mjane mke wa marehemu ndio yule, majamaa, ndugu, majirani ndio wale. Wanaume na wenyewe wakaona kuna kaburi moja liko wazi hapo, kwa hiyo wakafanya tu kutupa ule mwili ndani ya kaburi lililo wazi. Kumbe lile lilikuwa ni kaburi la Elisha mtumishi wa Mungu. Na Biblia inasema maiti ile ilipogusana na mifupa ya Elisha ikafufuka, na yule aliyekuwa amekufa akasimama. Kwa nini msiseme amina? Sasa hilo halikunisumbua sana. And again, right now you are working with my imagination. Kabla tujarudi kwenye masomo, imagination yangu ikasema maiti ile ilipofufuka ikawasikia wa Moabi wanapiga kelele, na ikaangalia kwa mbali, inaona watu wanakimbia. Hata wewe ungekuwa umekufa na umefufuka kwa muujiza na unasikia hatari, nini ungefanya? Ni mbio, si ndio? Kwa hiyo maiti kafungua sanda usawa wa miguu na usawa wa macho, ikaanza kukimbia. Pata picha, maiti ina mbio kuliko waombolezaji. Sasa imagine mtu mliyekuwa mmeenda kumzika ndio huyo anapita. Nikuulize swali la pili, utaendelea kukimbia direction ya usalama au utarudi upambane na Wamoabi? Nimewafanya mtabasamu makusudi. I made you smile on purpose. But there's a question we have to answer here. What was so special about Elisha to the point that when he is dead and there are just dry bones remaining, the bones have power to resurrect people who are dead? Nini kilikuwa cha pekee kuhusu huyu mwanaume kiasi kwamba akiwa amekufa, ameoza, amesahaulika, amebakia mifupa, bado kwenye mifupa inafanya miujiza ya kufufua watu? That's the question we have to answer.
And in order for us to answer that question, we have to go back to the book of 1 Kings chapter 19 from verse 19. I'll summarize it for you. Eliya mtumishi wa Mungu anatembea. Akiwa anatembea, anamkuta kijana shambani anaitwa Elisha. Anamkuta Elisha yuko analima, na analima kutumia jozi 12 za ng'ombe. This was a rich young man. He comes from a well-off family. Jozi 12 za ng'ombe ziko shambani na yeye analima. Ngoja nijaribu tena. Kaka, hapa. Wewe, usiangalie nyuma. Wewe hapa. Ndugu yangu katika Kristo. Umeoa. Umeokoa nafsi yako. Najaribu tena. Sasa wale jamaa zangu wameenda wapi leo? Au ndio wako huko juu? Ngoja nijaribu tena. Kaka, umeoa? Mwenye glasses kama mimi, umeoa? Haujaoa? Na uko kwenye kambi la 2022 na hujaoa? Njoo bana, njoo, come help me preach. We will preach together bana. Njoo. Na unajua, ukiona kijana kama huyu yuko kwenye kambi muda huu, mumshukuru Mungu sana. Na wewe binti umekaa hapa unazubaa, weka tabasamu, kijana yuko kwenye kambi. Elisha yuko shambani, analima kutumia jozi 12 za ng'ombe. Eliya anatoka kwenye safari zake, anamuona Elisha yuko analima, face the other direction. Anamuona Elisha yuko analima. Eliya haongei na Elisha. Eliya, Biblia nasema, anatoa vazi lake, halafu anafika pale alipo Elisha, halafu pasipo kuongea naye, pasipo kusalimiana, pasipo chochote, anaweka vazi lake juu ya Elisha, halafu Eliya anaendelea kutembea. Eliya akiendelea kutembea, Elisha ni kana kwamba ameelewa kitu ambacho Eliya amekifanya. Ndipo Elisha anamkimbilia Eliya. There we go. Na anamwambia, niko tayari kufuatana pamoja nawe. Kumbe tendo la kuwekewa vazi juu ya mabega ndio ulikuwa wito wa Elisha kwenye kazi ya utume. Kama tuko pamoja, sema amina. Na huyu ameelewa wito na anasema, niko tayari kuambatana nawe, lakini niruhusu mtumishi wa Mungu niende angalau nikambusu baba yangu, nimbusu mama yangu, niachane nao, halafu nifuatane na wewe kwenye kazi ya utume. Eliya anamwambia Elisha, nenda. Elisha anakwenda nyumbani, na anakwenda. Akifika nyumbani, Biblia yangu inasema ya kwamba, nenda tu bwana, we nenda, na hilo koti nenda nalo, tusijali, no problem. Anapofika nyumbani, Biblia yangu inasema anachukua wale ng'ombe aliokuwa analima nao. Halafu Biblia yangu inasema anawachinja wale ng'ombe. Sasa pata picha, jozi 12 amechinja. Mwanaume amechinja ng'ombe wote, amechinja ng'ombe wameisha. Halafu Biblia inasema ndipo akawatokosa wale ng'ombe. Hiyo ni Kiswahili. Kwa Kiingereza si ni kupika sasa? Kwa Kijeruo ni kuchemsha, si ndio? Kwa Kikisii ni kutokosa. Kwa hiyo baada ya kuchinja, akapika nyama. Huku kuna nyama ya kuchemsha, hapa mapaja yanachomwa, kule maini yako kwa yamebanikwa, nyama inapikwa, wanaalikwa watu, wanawake na wanaume, wanakuja. Biblia inasema watu wakala nyama. Mwinjilisti, utanisamehe, lakini watu walikula nyama na sio mimi. Sasa baada ya hapo, Biblia yangu inasema Elisha akaondoka kufuatana na Eliya mtumishi wa Mungu. Kwa nini?
Kwa nini Elisha achinje ng'ombe aliyokuwa nao? Tumekaribia muda wa chakula cha mchana na nimeongelea hapa watu kula. Nimeona wengine mpaka mmesikia mate anajaa kwenye mdomo wenu. Ninamaliza. Tutamalizia part 2 in the afternoon, okay? Elisha anachinja zile ng'ombe alizokuwa anatumia kulima, ili anapouitikia wito wake wa utumishi asipate sababu ya kurudi nyuma. Anasema, nimeitikia sauti ya Mungu, niko tayari kwenda, I will go. Lakini ninakwenda nikiwa nimekata all ties hapa nyuma ambazo zinaweza kunirudisha nyuma, ili hata mambo yakiwa magumu huko safarini, sina sababu ya kurudi nyuma. Na ngojeni niwaambie wasafiri wa kwenda mbinguni, moja ya changamoto tulionayo wa Kristo leo ni kwamba wengi wetu tumeitikia wito wa Mungu, wengi wetu tumeyatoa maisha yetu, wengi wetu tumebatizwa, wengi wetu tumo kanisani. Moja ya changamoto ni kwamba tumekataa kuachia mambo ya kale. Kwa hiyo hapa tunapiga safari ya imani. Here we are going but still attached to our previous lives before meeting Christ. Hello? Tunaenda kanisani, lakini bado mambo yakiwa magumu tunarudi kwa waganga wa kienyeji kidogo. Still attached. Tunatoa zaka na sadaka, lakini pia kwa mpango wa kando tunatuma fare, rent na nini. Still attached. Kaza macho baba, mtazame mchungaji. Hata kama umetoka kutuma pesa this morning, wewe nitazame tu. Ukiangalia chini ushirika wako utaenda na maji. Tazama. Still attached. Tunaimba kanisani, ofisini tunatukana. Still attached. Playing a double standard lifestyle. Elisha anakuambia leo, ukiuitikia wito wa Mungu kwenye maisha yako, uwa vingine vyote na safari iwe wewe na Mungu peke yenu. Na ukiwa wewe na Mungu, haikugarantii kwamba mambo yatakuwa mepesi. Kuna nyakati ngumu ziko mbele, lakini hauna sababu ya kurudi nyuma. Ukiwa wewe na Mungu, haikugarantii kwamba hautopata shida. Utapata shida, lakini hauna sababu ya kurudi nyuma. Ukiwa wewe na Mungu, haikuhakikishii ya kwamba mambo siku zote yatakuwa ni dezo, furaha, shangwe, nderemo na vifijo. Hapana, unaweza ukawa na Mungu lakini ukapata magumu katika maisha. Lakini Elisha anakwambia Mkristo na msafiri wa kwenda mbinguni, tutafika salama kama tutaua vyote ambavyo vinaturudisha nyuma. Timotheo wa pili sura ya 3. Timotheo wa pili sura ya 3 tunapofika mwisho. 2 Timothy chapter 3. Ninasoma kuanzia fungu la kwanza. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu, sikia hatari ya siku za mwisho. Hatari ya siku za mwisho sio vita. Hatari ya siku za mwisho sio watu kuiba kura za uchaguzi. Hatari ya siku za mwisho sio nini? Sikia, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, nyakati za hatari, wasio safi, nyakati za hatari, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali. Halo? Yaani mtu amejam tu 24/7. Hata ujui nini imemkasirisha, lakini ni mkali.
unamsalimia na kujibu kwa ukali. Kule Tanzania mtu akiwa amekuzidi umri unamwambia shikamoo. Sawa Hiyo ni kama mtu amekuzidi umri. Siku moja mimi niko tu kwenye wanaita mwendokasi, ni public transport. Niko kwenye mwendokasi, ameingia mzee hapo, nikamwambia mzee shikamoo. Mzee badala aseme marahaba, akaniambia kuwa na wewe upate ya kwako. Watu wakali nyakati za siku za mwisho. Watu ni wakali jamani. Watu ni wakali jamani, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye, sikia fungu la 5, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Wana mfano wa utauwa, wanatembea kama Wakristo, wanaongea kama Wakristo, wanatabasamu kama Wakristo, wanaimba kama Wakristo. Ukikutana nao kwa kweli wanafanana kama wasafiri wa kwenda mbinguni, lakini bado wameshikamana na mambo ya dunia hii, wameshikamana na mambo ya dhambi, wameshikamana na mambo ya uchafu. Wito wa Elisha unasema, ukiitwa na Mungu, acha vyote, ua vyote, tembea wewe pamoja na Yesu, mtakuwa salama. Webster, njoo bwana, njoo, muda umefika, it's lunch time. Elisha anasema, ili safari yako ya umilele iwe salama, ni lazima ukubali kuua vitu vinavyokurudisha nyuma, vile ambavyo umeshikamana navyo, dhambi ikuzongayo kwa upesi, mtindo wa maisha ambao ni kinyume na neno la Mungu. You have to let go of all these things when you respond to God's call. Janga la Wakristo ni kwamba tunamkiri Kristo, tunabatizwa, tumo kanisani, but we are still attached, very much attached to our past ways. Elisha anasema ua. Na katika kambi hili muombe Mungu akupatie ujasiri na nguvu ya kuacha mapito ya zamani, utembee katika upya wa maisha. Usalama wa safari ni kuruhusu vitu vife. Ndiyo maana ukimkubali Yesu Kristo, tunakubatiza ubatizo wa maji mengi, tunakuzika. Lazima ukubali kufa. Huwezi ukaishi katika Kristo kabla hujafa. Lazima ukubali kufa. Tunakuzika kwenye maisha ya dhambi na utu wa kale, tunakufufua kwenye upya wa maisha. Umeua mapito ya kale, unatembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Je, ni dhambi gani inayokuzingira kwa upesi? Ni dhambi gani inayokuzonga? Ni kitu gani ambacho bado umekikumbatia na umekishikilia? Ni jambo gani ambalo limekuwa likikurudisha nyuma katika safari yako ya imani? Wimbo unapoimbwa, kila kichwa kimeinamishwa, macho yote yamefungwa, muombe Mungu auwe hivyo vitu ndani yako. Mwambie Mungu, sitaki kutoka kwenye kambi hili haya mambo yakiwa yanaishi ndani yangu. Kata appetite za dhambi ndani yangu, appetite ya ulevi, uzinzi, masengenyo, fitina, hiana, chuki. Kata vitu vinavyonirudisha nyuma ndani yangu, ili baada ya kambi hili safarini niwe mimi na Yesu, Yesu na mimi, tutafika salama. Our Father and our God, we have opened our hearts so that you may come and abide in us. And we pray that your presence will give us the power and the grace we need to overcome the snares and the temptations of the evil one.
Yes, we have hearkened to your voice. We have accepted you as our Lord and our Savior. But some of us are still attached to our evil ways. We pray that you give us the power, the grace to overcome the temptations from the evil one. Give us a good afternoon rest, for we pray in the name of Jesus Christ. Amen.